Karibuni nyote watu wa Mungu pote mlipo, ikiwa ni siku maalum, siku ya maandalio kwa ajili ya Sabato ya Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru kwa kuweza kuwa nasi, kuweza kutulinda, ikiwa ni siku ya 6 na tuna siku ya 7 inakaribia. Wapenzi na watazamaji, hatuwezi kuchukua hili jambo kama la kawaida, manake kuna wengi ambao tunavyoongea hivi sasa labda na wagonjwa, wengine wajiwezi. Basi tu lazima kumshukuru Mungu kwa hizi siku 6 ambazo zimeweza kupita tunapokaribia tena katika Sabato ya kitakatifu. Tukamsihi akatuongoze, akatulinde, akatupe nguvu. So popote ulipo na kualika tena katika channel yetu, tunapotaka kuzungumza jambo moja, mbili, tatu kuhusiana na imani yetu, maana tunaamini na tunajua kwamba tuko katika siku za mwisho, na vile ambavyo tuliambiwa kwamba sheria ya Jumapili iko njiani inakuja kwa watu wa Mungu. So ni lazima tuchague tutakuwa upande upi. Maana hata Yoshua katika kitabu cha Yoshua 20:15 nasema amechagua kumtumikia Bwana na nyumba yake. So sisi na tukaanza tuweze kuchagua nani tuweze kumtumikia hivi leo, kama ni Mungu ama ni nani tutakayemtumikia. So kabla tujaenda mbali, tunaambiwa kabla ya mambo yote nataka dua na sala ifanyike kwa ajili ya watu wote. So tupige goti tuweze kupata dua. Baba yetu, tunakushukuru tena ikiwa ni siku ya maandalio Ijumaa. Tunajiweka mikononi mwako tunapojiandaa kwa ajili ya Sabato ya takatifu. Mungu wetu, katuongoze, katulinde. Asante kwa siku 6 hizi ambazo umeweza kusoma nasi, na tunapokaribia kuingia katika Sabato ya takatifu tuzidi kujiweka mikononi mwako Mungu wetu, tukiomba ukaweze kutuongoza. Tunakaribia mwisho wa dunia huu, na itakuwa ni kisikitiko na tunakilio kwa wale ambao watakuwa jetoa maisha yao kwako. Maana wana alionyeshwa wakisema kwamba milima na miamba yaangukiwa stili katika uso wa Mwana-Kondoo, naye akitie juu, naye akitie katika kiti cha enzi. Ukatusaidia tuweze kufanya maandalio ili haya yote siweze kutupata. Simama nasi katika siku ya leo na nikushukuru na tutakuamini. Amen. So hakika ndugu zangu, hapa kujitoa katika Yesu Kristo, maana yake ameweza kutupatia ujumbe ambao unaweza kutuokoa, na ujumbe wa malaika watatu ambao tunaona kwamba malaika wa kwanza anakuja akisema kwamba mcheni Mungu na kumpa utukufu, maana saa hukumu yake ni fix. Usijieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za bahari. Na pia tunaona tena malaika watatu wanafuata akisema umeanguka Babeli. Kisha wa mwisho anatoa onyo kwamba mtu yeyote atakayeabudu sanamu na kupokea chapa yake, basi atakuwa katika mvinyo wa Bwana usiochanganyika na uliochanganywa katika ghadhabu yake. Na tunajua ghadhabu ya Bwana ni mapigo 7 wanaposema katika kitabu cha Ufunuo 15 mstari wa kwanza kiendelea hadi mstari wa 2. So ni lazima tuweze kujitoa kwa Mungu tena, ili kwamba tuweze kupata uzima ule wa milele. So tunaona kwamba Yesu alipofahamu kwamba wakati ni mchache, basi akiweza kuambia wanafunzi wake kwamba Mwana wa Adamu atateswa na kuuawa, lakini atafufuka siku ya 3. Hawakuweza kuelewa hadi ile jambo lilipotimia. So hata sisi tunafahamu kwamba muda ni mchache, na tumeweza kupatiwa maelekezo katika roho nabii ambazo zinaonyesha kwamba tumefikia kipindi ambacho mnyama na sanamu wanaenda kunena, na hivi wanaenda kulazimisha wanadamu wote kuipokea ile chapa kwa kupitia ibada isiyo halali. Baada ya Mungu kuweka kwamba mwanadamu atafanya kazi siku 6 na kupumzika siku ya 7, tunaona nao wanataka kwamba mwanadamu aweze kufanya kazi hata siku ya 7 na kupumzike siku ya kwanza, ambayo ni kinyume na Mwenyezi Mungu. So kuna mtu anaweza kwani siku ya kwanza ni gani? Unaposoma maandiko tunaambiwa kwamba
siku ile Yesu alikuwa kufa, ikawa ni siku ya Ijumaa ama siku ya maandalio, na sabato ilikuwa inakaribia. So tukitoka sabato tunaenda siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. So tunaona kwamba ibada ya Jumapili inaenda kulazimishwa kwa watu wote ambao watakuwa wameenda kinyume na sheria na amri za mpinga Kristo. Lakini tunaambiwa kwamba Mungu ako na watu waaminifu ambao watasimamia ukweli. Hata mbingu iwe inaanguka, wataweza kusimamia ukweli. Haijalishi ni kipindi namna gani wataweza kuteswa. Tunaona watakatifu kama vile Danieli walisimama na ukweli, na Mungu akaweza kuwatoa katika pango, akaweza kumtoa katika pango la simba, na pia kuwatoa katika tanuru la moto Danieli, Meshach na Abednego walipokataa kuabudu sanamu ambayo mfalme Nebukadnezar alikuwa ameiweka. So walijua kwamba kuna Mungu mmoja ambaye anafaa kuabudiwa, Mungu wa pekee, Mungu wa mbinguni. Hata sisi hatuna budi kujiweka na kujitayarisha kwa chochote ambacho kinakuja. Maana tunaambiwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 5:29 kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Vile katika Matendo ya Mitume tunaambiwa kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu katika dhiki kuu. So ijalishi ni changamoto gani tutapitia, wana matengenezo lazima tuweze kujitia moyo na kuweza kufanya maandalio kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu Kristo. So popote mlipo, nawatakia happy preparation day, maandalio mema tunapojiandaa kwa ajili ya sabato ya Mwenyezi Mungu. Tujiandae, tuandae nafsi zetu ili tukaweze kupokea chakula cha rohoni. Ndugu zangu wale ambao wanapeleka ujumbe, wazidi kuwaombea. Tumeona wamepeleka ujumbe hata kule Makwetu, wamefika kule Bungoma, wamefika sehemu tofauti tofauti. Na hakika Mungu alisema kwamba ujumbe utahubiriwa kwa kila nchi, kila taifa. Haijalishi ni mbinu gani, lakini kila kiumbe kitaweza kupata ujumbe huu ambao ni ujumbe wa kuokoa. Na ujumbe huu ni upanga ya moto ambao unaweza kufanya mtu akauchukia. Manake katika Yeremia tunajua kwamba neno la Mungu linaonekana kama tukano kwao. Ni ujumbe ambao unadhihirisha na kutaja dhambi kwa jina yake. So tunazidi kuombea kwamba Mungu afanikishe mkutano, watu wakiweze kupokea ujumbe. So kwa hayo na mengi, nazidi kuhimizana kwamba tuko ukingoni ndugu zetu, lazima tukajitoe kwa Mungu ili tunaposimama katika kiti cha enzi siku ya hukumu, mbele ya kiti cha enzi, tuwe ni watu ambao wamehesabiwa kwa wale ambao watakuwa na takatifu na ambao wameshinda dunia, wameshinda mnyama na chapa yake na alama yake. So God bless you guys. God bless you friends. Happy Sabbath. Happy preparation day. Tunapojiandaa kwa ajili ya sabato ya Mwenyezi Mungu. Muwe na siku njema. Baba, tunakushukuru kwa neno dogo ambalo tunaweza kuhimizana. Hakika tunaishi kipindi ambacho ulimwengu unakuhitaji. Tunaishi kipindi ambacho vifo, magonjwa, vita vinaashiria kwamba hizi ni dalili za siku za mwisho, na kila ambacho kinahitajika ni sisi kutoa maisha yetu kwako ili wewe ukatusaidie, maana hatuwezi pasipo wewe. Hatuwezi bila nguvu yako, hatuwezi bila neema yako. Ukatuongoze, ukatulinde. Na kwa Yesu tunaomba na tutakuamini. Amen. Be blessed. Have a good preparation day.